Basi kama nilivyosema, tutasoma katika kitabu cha Sefania sura ya kwanza na mstari wake wa 12. Wanasema hivi: kisha itakuwa wakati ule, nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. 13 inasema, na huko utajiri wao utakuwa mateka, na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Naam, watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, nao watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake. Bwana Yesu atukuzwe. Unaona jinsi gani Biblia inavyosema. Kwanza niiseme ya kwamba tunajifunza katika kipindi chetu cha kuja kwake Bwana wetu Yesu. Kama Yesu Kristo atakuja, aliacha mwongozo wake wote wa Biblia. Aliposema nitakuja, kwa vinywa vya manabii ya kwamba bikira atachukua mimba na kuzaa mtoto, na ataitwa nani? Emanueli. Huyu Yesu Kristo alitimiza haya maandiko, akaja. Huyu Yesu Kristo alitimiza maandiko, akaufundisha, akafa na akafufuka. Lakini bado anasema ya kwamba atakuja. Na tusipokuwa tunajikumbusha kwa yale aliyosema juu ya kuja kwake, hatutaweza kuwa na umakini katika safari ya kwenda mbinguni. Somo tulilolisoma linatoka katika kitabu cha Sefania, ambaye huyu Sefania alikuwa mwana wa Kushi. Anasema juu ya jinsi gani Mungu atakavyoharibu Yerusalemu, jinsi gani Mungu atakavyoharibu wasiomcha Yesu Kristo. Anasema Mungu anasema atauchunguza Yerusalemu kwa taa. Hali ya Yesu kuchunguza Yerusalemu kwa taa, kuchunguza ulimwengu kwa taa, ina maana ya kwamba hakuna lolote litakalojificha mbele zake, maana anao mwangaza wa kufichua kila linalojificha. Lile ambalo uliliongea katika siri, lile ambalo ulijiongelesha ndani ya moyo, lile ambalo ulilifanya usiku wa manane kwenye giza nene, atakapowakisha hiyo taa kuchunguza ulimwengu, maovu ya mwanadamu yatawekwa hadharani siku hiyo. Maovu ya mtu mwenye kiburi yataonekana. Maovu ya pretenders, watu wanaojifanya wameokoka na hawajaokoka, yataonekana. Na akasema ya kwamba ataadhibu watu wa Yerusalemu ama watu wa ulimwengu. Kwa nini Mungu anasema ataadhibu wao watu? Anasema ataadhibu wao watu kwa sababu ya maneno wanayoongea katika mioyo yao. Katika mioyo yao wana maneno ya kukufuru. Katika mioyo yao wana maneno ya matusi. Wanasema maneno haya:
ya kwamba Bwana hatatenda mabaya na wala hatatenda mema. Kama Mungu hatatenda mabaya, kama Mungu hatatenda mema juu ya wanadamu, ina maana unakataa ya kwamba hakutakuwa hukumu yoyote juu ya Mungu, hakutakuwa hukumu ya Mungu juu ya wanadamu katika ulimwengu. Ina maana unasapoti wewe kuishi unavyotaka, kwa sababu hakutakuwa hukumu, kwa sababu hakutakuwa mabaya utakayopata. Ishi unavyotaka. Wakati huu unaoishi ndio wakati wako wewe kuweza kujivinjari na kujifurahisha katika maisha. Bwana hatasema lolote, atafanya chochote. Kumbuka wakati tunaongelea juu ya toba, watu walisema ya kwamba iko wapi ahadi yao, si ndio hivyo? Ambao waliyasema ya kuja kwake ahadi yake, kwa maana tangu mababu zetu walipozaliwa mambo yako vile vile. Mungu ama mwandishi habari Petro akatuambia, wamefumbwa macho wasitambue kwamba kulikuwa dunia, kulikuwa mbingu zamani na nchi ilitokezwa kutoka juu ya maji na katika maji, na ile nchi ya zamani iligarikishwa na gharika, si ndio hivyo Biblia ilisema pale? Na hao wengine wana yale makufuru. Atatenda nini huyu Mungu unayetuhubiria? Atatenda nini huyu Mungu unatuambia tuache kufanya tunavyotaka kufanya? Atatenda mabaya, atatenda mema. Ni Mungu wa kipofu tu, hawezi kufanya chochote. Wakati mwanadamu anajivinjari na kujifurahisha katika mambo ya nasa za dunia, wakati mwanadamu anajifurahisha na kwenda mbali kwa kutenda mambo ya machukizo mbele za Muumba, huwa na kiburi kwa sababu ya elimu, huwa na kiburi kwa sababu ya pesa, huwa na kiburi kwa sababu ya umaarufu. Wengine wamekuwa na kiburi kwa sababu ya makalio yao kuwa makubwa. Wengine wamekuwa na kiburi kwa sababu ya urembo waliumbwa nao, wakawa wanapiga mapicha kuwekwa kwenye front pages uchi. Nafunga kifunga maziwa na kachupi, anapigwa picha eti ni misi wa ulimwengu. Urembo Mungu amekupatia umekupandisha kiburi hadi unafika kwa viwango vya kukaa uchi katika magazeti ya ulimwenguni. Wasema ya kwamba Bwana atapatiliza, wasema ya kwamba Bwana ataweza kukuchunguza, na yeye anasema atauchunguza Yerusalemu kwa taa na kuwazibu watu wote wanaokaa juu ya sira, na kuwazibu watu wote wasemao hakutakuwa Mungu atatenda mema wala mabaya. Mstari wake wa 13, Mungu anajua jinsi gani ya kumwacha mwanadamu kuwa na ukiwa. Anasema nini? Mali zao zitatekwa mateka. Mungu na yeye ataanza pale ambako unajiinua, pale ambako pamejaa kiburi yako pale. Kwanza naweka kikomo pale, anafunga pale kwanza. Kama ulikuwa na bilioni 200, 300, umepanda kiburi na Mungu amenyang'anya yote, utakuwa na kiburi tena? Utarudi huko mikono nyuma hivi, unashangaa jinsi gani watu wanavyokuangalia. Yule ndio aliyokuwa Elon Musk, yule ndio alikuwa Elon Musk, alikuwa tajiri kubwa yule, lakini hana chochote leo. Watu hatakuheshimu. Hakuna mtu atakaye kukuheshimu kwa sababu ya historia yako, ya kwamba ulikuwa tajiri tu mtu akuheshimu. Mheshimu yule alikuwa tajiri. Watu wanaheshimu waliokuwa tajiri, si ndio hivyo? Waliokuwa na pesa sasa, wale waliozipoteza zamani huko wanatumikia waliokuwa nazo sasa. Mungu naye anakuja na pokonya pale ambako kuna tegemeo na egemeo lako katika maisha. Anasema mali nazichukua na ziteka mateka. Baada ya kuchukua hizo mali na kuzichukua mateka, anasema na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Sikiliza haya maneno. Nyumba, na tafsiri ya nyumba inatafsiriwa aina mbili. Aswa nyumba ni hii hapa. Tunaona hii ni kijumba. Nyumba ni zile ambazo zingine, zile ambazo tunalala na. Hii ni tafsiri ya kimwili tu, ambazo tunalala mle na kuamka na kupika vyakula vyetu. Sasa zile nyumba zetu zikiwa na ukiwa,
Ina maana ndani ya nyumba mbili zitakuwa ni nyumba zile, lakini hazitakuwa na activities zote kama vile nyumba inavyostahili. Ujenge nyumba yako, unaishi pale, unapika miezi 2 3, miaka 2 uko ndani ya nyumba, alafu utoke uende karibia miaka 5 na ile milango unaifunga tu. Utakuja wakati utakaporudi utakuja kukuta nyumba imeshakuwa na harufu nyingine, sivyo harufu ya kuachika, harufu ya ukiwa. Hizo nyumba za kawaida unaona ndivyo inavyokuwa na ukiwa. Kutokuwa na zile activities za watu kutembea, kupika, kufyagia, nyumba imekuwa na uchafu, nyumba inakuwa inanuka, nyumba inakuwa haifai tena. Kwa sababu hakuna anayesafisha. Wao wanaita nyumba zilizokataliwa, zile ambazo watu kule Amerika wanazinunua za mortgage, abandoned house. Sio kama nimesema sawa hapo. Nyumba zilizotengwa. Ambazo hazina akili tena. Sasa Yesu Kristo kusema nyumba zao zitakuwa na ukiwa, anaangalia juu ya mwanadamu jinsi gani atakavyokuwa na ukiwa, mwili wa mwanadamu. Unajua wakati Yesu Kristo anasema, Wayahudi walimuomba, wanamwambia, Bwana utafanya nini, utatuonyesha ishara gani ili tukuamini? Yesu Kristo akasema ya kwamba ishara, mnataka ishara? Ndio, libomoeni hekalu hili na baada ya siku 3 italisimamisha. Kwa tafsiri ya kimwili wakampinga Yesu Kristo. Unawezaje kulisimamisha hekalu lililojengwa kwa miaka karibia 46 kwa muda wa siku 3? Hapo chini Biblia pale ikasema, lakini yeye aliongelea hekalu la mwili wake, jinsi atakavyouawa na kufufuka kwake. Nyumba yako kuwa ukiwa kwa sababu ya ghadhabu atakayokuadhibu Yesu Kristo. Ina maana ni wewe mwenyewe utaweza kupata nafasi nzuri, utakuwa mwenye maombolezo na masikitiko siku ile ya Bwana itakapotimia kwa wale watenda dhambi. Yale yote ambao walikuwa wanayaona ya kwamba ni starehe kwao, ya kwamba ni maema kwao, hayataweza kufanya nini? Hayataweza kuwafurahisha siku hiyo. Mwanadamu atakuwa mwenye ukiwa, mwanadamu atakuwa mwenye kusononeka, mwanadamu atakuwa mwenye vilio vingi. Akasema hivi, si ndio hivyo? Watajenga manyumba lakini hawataweza kukaa, na watapanda mzabibu lakini hawataweza kunywa divai yake. Kila siri ama kila sifa na furaha ya mkulima ni kupanda ili avune, si ndio hivyo? Kama unapewa shamba hilo na katika hilo shamba unalima, mahindi yanapanda vizuri, mpunga umemea vizuri na umepamba vizuri, halafu mwingine anakuja usiku anavuna yote, huo unakuja asubuhi kukuta shamba imeisha yote, mkulima anaweza kufurahi? Ina maana kazi ya huyo mkulima ambaye imefanya, ataanza kuangalia, ina maana miaka yangu yote ya kulima, miezi 6 miezi 7 ya kulima mahindi haya na miwa hii na miogo hii na karanga hizi, imeenda bure. Huyo mwezi kuja kuchukua yote, mimi nibaki bure. Mkulima atasononeka kwa sababu amepoteza muda wake. Mkulima atasononeka kwa sababu amepoteza pesa zake za kuwekeza pale, lakini amepoteza nguvu zake za kutenda kazi kila wakati. Sasa Mkristo akiambiliwa utapanda lakini utavuna, ina maana kazi unayoifanya, maisha unayoyafanya yako kinyume na Yesu Kristo. Maana ya kwanza hii. Maana ya pili ni kwamba kila kazi ambayo tutakayoweza kuyafanya sisi katika kumtumikia Yesu Kristo, tukiwa tunaifanya nje ya mapenzi ya Yesu Kristo, hatutaweza kuvuna. Ili tuweze kuvuna siku za baadaye atakapokuja Yesu Kristo, tunahitaji kukaa ndani ya Yesu Kristo na maneno yake kuwa ndani yetu, ili tupate furaha na faraja siku za baadaye. Maana mwisho wa mavuno inakuwa mwisho wa kupanda, sio hivyo? Sisi ningeanza kulima, unaanza kwanza kulima,
kulima, anakata majani katika eneo atakapolima, anachoma pale, analima, anaenda kuweka mbegu pale, anapalilia tena, labda anawekeza dawa pale, mwishowe anasubiri kwenda kuvuna. Si ndio hivyo? Na sisi tunapokuja katika kanisa, wakati wowote tunapokuja ndani ya kanisa na kujiita Wakristo wasiokuwa na mtazamo wa Yesu Kristo, wakubaki vile tulivyokuwa, wakuenenda katika matendo ya kitaifa, na huku tunajisifu sisi ni watakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Kristo anasema hatutaweza kuvuna siku za baadaye. Kutakuwa na maombolezo katika siku yake, utakuwa na huzuni na uchungu na masikitiko. Haleluya! Haleluya Bwana majeshi. Itakuwa ni siku ya maombolezo, kwa sababu utapata faraja. Hawezaye kumpatia mwanadamu faraja siku za mwisho ni Yesu Kristo peke yake. Ndio maana katika kitabu cha Yohana akasema hivi, mwanamke azaapo yuna uchungu, yuna ziki nyingi, lakini anapopata yule mtoto yule anasahau tatizo zake zote. Na ninyi leo muna ziki, lakini mtaniona muda kidogo, mtafanya nini? Mtaniona, na mtakaponiona mtakuwa na furaha. Haleluya! Haleluya! Na mtakaponiona mtakuwa na furaha, na furaha yenu hakuna atakayeweza kuiondoa kamwe. Sawa Kuishi kwa kuja kanisani ni sawa, lakini vizuri zaidi sana kuishi kutenda vile Kristo anayotaka sisi kutenda. Wengi wameshie kuja tu kusali na kurudi, hawana practice, hawana praktiki ya kufanya vile walivyoambiwa. Na ndio wapo kanisa wamefeli wengi ndani ya kanisa, lakini wenye ubishi kwa neno. Wengi ndani ya kanisa lakini wagomvi, wala witu wasagaji wasiotaka kugeuka. Haleluya! Haleluya Bwana majeshi. Wengi wamo ndani ya kanisa wenye tazamo wa kimwili, tazamo wa dunia, tazamo usiofaa, na huku wanajisifu ya kwamba ni watakatifu, ni wa Kristo. Bwana Yesu Kristo anasema, nitapokonya kiburi ya mwanadamu. Mwanadamu hataweza kusimama mbele yangu mwenye furaha akiachwa, asiyegeuka, asiyetembea katika njia ya Kristo na kuenenda katika matendo matakatifu. Ataachwa, na milele yote ataweza kumwona Bwana wake mtakatifu Yesu Kristo atupendaye. Ni mwaminifu na wa haki, ni Mungu mwenye huruma, awezaye kuonya kabla kukasirika. Awezaye kufanya nini? Kuonya watoto wake kabla kuwahukumu. Awezaye kuwakumbusha njia zao mara 100 na 100 na 100 na 100 kila wakati, ya kwamba geukeni, kwa maana matendo yenu ni mabaya. Mwenye hatasikia ndo atasikia mziki huu ambao tunaongelea hapa. Mwenye atasema haya hayatapita, hatatenda mema wala mabaya, hakuna Mungu huko mbinguni. Hakuna Mungu huko mbinguni. Mungu naye atajifunua siku hiyo, atasema, nilikuwa mbinguni wakati wewe unaniziaki, wakati wewe unanitusi, nilikuweko toka zamani. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, atakuhukumu sawa na mapenzi yako, sawa na njia zako. Mstari wa 14. Haleluya! Ni mwaminifu, ni wa haki, mtakatifu wa Israeli, Yesu atupendaye. Mstari wa 14 akasema, hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu. Kumbe Yesu Kristo atakuja katika ulimwengu, atakuja katika ulimwengu. Hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu. Ikaribu nayo inafanya haraka sana, inachelewa,
lakini mwanadamu anasema inachelewa. Mungu wetu anasema hiyo siku inafanya haraka sana, kuajilia wote wenye mwili wakao chini ya nchi. Wote wenye mwili wasiomtii Yesu Kristo na wanaomtii wataona Yesu Kristo akiwajilia. Waliotenda mema katika kujiliwa kwa wema, waliotenda mabaya katika kujiliwa kwa mabaya. Siku ya Bwana wetu Yesu Kristo ikaribu, inafanya haraka kuja katika ulimwengu na wala yechelewi. Wewe waweza ukasema umelala umeamka, siku yake haiko, unajisifu bure na kujidanganya. Mtakatifu mwamba na Yesu Kristo atakuja. Hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu na kuja, ikaribu, nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, shujaa ulia kwa uchungu mwingi huko. Haleluya! Sikilizeni maneno ya mtakatifu Yesu Kristo aliyewaita mtoke gizani. Siku hiyo shujaa wa ulimwengu atalia. Shujaa pendaye sifa za ulimwengu, mtenda maovu atalia. Haleluya! Kristo, wewe ni mwaminifu, unayeongea na watoto wako na kuwapatia maonyo. Sikilizeni mambo haya, ya kwamba hiyo siku waliojivinjari na dunia, waliomkana Yesu Kristo, mashujaa wenye kima, wenye falsafa za ulimwengu huu, wenye majina makuu na wenye umaarufu, siku hiyo ya Bwana itakapokuja katika ulimwengu, watu wao watalia, watu hao wataomboleza, watu wao watasononeka na kusikitika kwa viwango vikubwa sana. Ni nani atakayeweza kusimama katika siku ya Bwana? Ni nani atakayeweza kusimama katika njia, ni katika siku ya Bwana akisema mimi Bwana utaweza? Ni imani mwanadamu kila aliyejiinua na kumkana Yesu Kristo katika siku hiyo hataweza kuwa na ujasiri, badala yake atakuwa mtoro na mwenye kulia, mwenye maombolezo na mwenye masikitiko. Geuka ukatende mema leo, ukamtumikie Mungu wako kabla haijaja na kabla haijakufikia siku yenye maombolezo. Haleluya! Bwana ni mwaminifu. Sikiliza hii sauti, anasema siku ya Bwana inaitwa siku iliyokuu. Kwa nini hii inaitwa siku iliyokuu? Inaitwa siku iliyokuu kwa sababu moja, ni siku yenye kubeba huzuni, masikitiko, maombolezo, matetemeko, mahangaiko, vilio na maumivu ya mwanadamu. Pili, ni siku iliyobeba aibu ya wote watenda dhambi. Haleluya! Ni siku iliyobeba aibu ambayo kila mtu anayefurahia dhambi hataweza kusimama mbele zake, hataweza kusimama na kuwa na ujasiri. Hakuna mwenye dhambi atakayekuwa na ujasiri mbele ya Yesu Kristo, hayupo. Haleluya! Ni mwaminifu. Hiyo siku wale uliowaona ni watu hodari katika dunia watasimama mbele ya Kristo wakiwa wanatetemeka, wenye kuwa na uchi. Wale uliowaona ni watu wenye sifa, marais wa ulimwengu, wabunge na wawaziri, matajiri wa ulimwengu waliokana Yesu Kristo, wao wataomboleza mbele zake. Wanaoshuka kuzimu kuchukua pesa za kishetani na kutoa wake zao makafara na kuabudu nyama yule wa kichwa kama kenge, wataomboleza siku hiyo. Yeraketize, wataomboleza wanaoabudu mnyama na shetani na kenge. Bwana hurumia walimwengu. Wataomboleza siku hiyo. Hawataweza kusimama na kupata ujasiri mbele za Mungu wa miungu, mbele ya mfalme wa falme. Falme zote zitatetemeka,
waasi wote wa Mungu watatetemeka na watalia siku hiyo, wataweza kusimama hata siku moja, kwa maana wamekutana na mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Bwana mabwana, Bwana majeshi. Hakitetemesha mbingu, hakitetemesha na dunia. Siku inaitwa iliyokuu. Ni siku ya mwanadamu kutangatanga kutafuta msaada. Siku ambayo wale waliojiona ni mashujaa watakimbia kulia na kushoto, wakisema ni nani atatuhubiri injili tusikie, hata tunaweza tukaokoka tukatembea katika njia za Yesu. Itakuwa too late, umechelewa. Haleluya, itakuwa umechelewa. Utaomboleza milele yote na kusikitika siku zote hadi katika lile ziwa la moto. Siku ya kutangatanga, siku ya kuaibika, siku ya kudharauliwa. Ndio maana inaitwa siku iliyo kuu ya Yesu Kristo. Siku ya mwanadamu inaitwa ni siku tu. Jana ilikuwa ni siku yetu. Hiyo jana hii iliyopita ilikuwa ni siku yetu ambayo Mungu mkuu alitupatia. Kwa nini Mungu alitupatia jana? Kwa sababu tupate kutengeneza, tupate kuwa salama siku za baadaye. Hiyo ilikuwa siku yetu. Leo ni siku yetu. Kwa nini leo ni siku yetu? Kwa sababu Mungu ametupatia leo ili tugeuke, kesho tujue. Labda ndio siku hiyo ambayo maana nasema inakuja haraka sana, haichelewi. Ijapokuwa mwanadamu amejiangaisha na kuabudu yule nyama nyoka shetani, na kuchukua pesa zake na kuchukua akili zake na kuwa watumwa wa shetani, wakidanganywa kwamba hatapatiliza hata tena neno. Mungu atatenda neno kwa watumishi, kwa waliokimbia. Watumishi wa giza wa shetani watachoma moto siku hiyo pamoja na pepo. Hawataweza kusimama hata siku moja. Haleluya! Ni mwaminifu Yesu Kristo, atatimiza maneno yake, hataweza kushindwa. Sikiliza haya, mstari wa 15. Sikiliza tabia na muonekano na jinsi siku hiyo itakavyokuwa. Inaitwa siku ile ni siku ya ghadhabu. Kumbe ni siku ya nini? Ya kila mtu kunywa kikombe cha makosa yake. Kila mtu kunywa divai yake aliipanda. Jamani, si ndio hivyo? Hiyo siku Mungu atakuletea kikombe cha ghadhabu kisichochangamano na maji, kimejaa hasira yake. Ni siku ambaye Mungu amejifunua ya kwamba mimi si wa upendo tu, ya kwamba mimi si wa neema tu, mimi pia ni wa hasira, mimi pia ni wa chuki, mimi pia ni ni mwenye hukumu, na hukumu yangu sitende kwa kuongwa, kwa kupewa rushwa. No, mimi hukumu yangu ni ya haki, kulingana na ulivyojiendesha na kupatia kikombe cha ghadhabu yangu. Hiyo ndiyo siku ya Bwana ambako Mungu anakuambia kunywa ulichokipanda. Kunywa maji ya kikombe ya ghadhabu ya hasira yangu. Nani atasimama? Nani atasimama sema mimi sitakunywa Bwana? Uwezo unakalifanya chochote. Mwanadamu aliumbwa kama ndudu asiyokuwa na nguvu, kiumbe kisichokuwa kiumbe ambacho kiliumbwa bila kuwa na egemeo na nguvu yoyote ya kujivunia. Ni mwanadamu aliumbwa tu aegemee kwa baba yake, kwa Mungu wake, that's it. Lakini angalia jinsi alivyohasi Mungu, huko akijipiga kifua ya kwamba hataweza kutenda. Mungu hayupo. Wengine walikuwa nasema Mungu hajui vyote. Kuna mtu alikuwa anasema Mungu hajui vyote, na ni mhubiri tena mnywaji wa pombe. Eti Mungu hajui lote, kwa sababu Mungu anajuta sometimes. Anasema kwa sababu ya hiyo Mungu hajui lolote. Wanakufuru Mungu. Isa, Mungu atakusema ulisema sijui, ndio. Chukua kikombe cha ghadhabu ya maneno yako wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe uliyafanya. Ni siku ile itakuwa siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na ziki. Hiyo siku unaona jinsi ilivyo. Siku ya fadhaa na ziki, siku ya uharibifu na ukiwa, maombolezo yani. Hiyo siku. Siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa,
juu ya miji yenye boma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Hiyo siku unaona hiyo siku, angalia na uone jinsi hiyo siku ilivyo, alafu useme Yesu ndiyo, njoo Bwana, tumechoka na dunia Bwana, njoo tuchukue. Ukubali siku ije kesho, kama kweli umejitengeneza vizuri leo. Kama leo umejiweka vizuri na Mungu wako, sema Mungu, unaweza ukaja sasa, niko tayari. Paulo alisema sasa nataka kwenda, sababu salijua iko sawa. Paulo, nimemaliza vizuri. Kama hauko vizuri, usikilize utakavyopata. Siku ya giza. Inaitwa giza, si giza hilo ambalo naliona hili tu. Ni giza kwa sababu ni mateso makubwa ambayo mwanadamu hajawahi kupata. Mstari wa 17 akasema nini? Nami nitawaletea wanadamu ziki siku atakapokuja mwanadamu Yesu Kristo. Ujue hii verse na kitabu hapa tunaongelea wale walioasi, si ndio hivyo? Wale watakatifu kama sisi tutakuwa tayari mbinguni Bwana. Tumenesa tunashukula vya kwetu. Ni hapa waliobaki duniani Mungu anawaletea ziki. Na katika ziki ya Mungu inachangamana pia na mateso ya shetani, kwa sababu wakati kanisa limeenda, Mungu ameingia zake mbinguni. Hapa utaona malaika anatembea hapa kwa sababu ya kulinda mtu. Tunaona tuko hapa hivi, malaika wenye nguvu wa mamlaka wako hapa, wanalinda wewe, wanatulinda hapa. Ndio maana shetani anapoona hapo anakimbia. Sasa hao wote wamenyakuliwa, wameenda zao mbinguni, wa malaika walinzi, washauri, wa nini, Roho Mtakatifu, damu ya Yesu Kristo imekauka, hakuna injili tena, lote limeenda na kanisa yake mbinguni, si ndio hivyo? Hangani huko waliobaki, Mungu anasema wanaletewa ziki. Yaani hawana ulinzi wowote. Hapa ni kutumikia shetani ama ufe. Kutumikia nani? Shetani ama ufe. Kwa mateso na mapigo ambayo tunayaona katika kitabu cha Ufunuo, tutaiongelea huko mbeleni, ya kila tuguse kidogo hapa. Ufunuo anasema nikaona nyota kubwa inayoitwa pakanga imeshuka juu ya mito. Seluji ya maji ikawa pakanga, yani mekundu, yani uchungu. Na viseluji ya viumbe vikafa, na wanadamu waliokunywa maji hayo wakafa. Akaona jua, na hata mimi nilivyoona ukiangalia geti 7, niliona jua linashuka, linatwanga watu, hata jua linageuza miili ya watu kuwa na nini, na vidonda. Unatembea hivi, yani kuweka nguo hivi, unaona minofu inabaki kwa sababu ya ukali wa jua. Na wanadamu wale hawakutubia makosa yao, bali waliendelea kumtusi Mungu. Wale wengine upande mwingine, shetani huko kule kwenye kazi kuwaweka vipaji dari masisa sansisi 666. Ukikataa unatwangwa na katwa mkono. Wakati huu watakuja mbele ya familia nzima. Familia, maana kuna familia nzima itaachwa. Baba na watoto wake wote wataachwa. Pepo anaingia mahali hapa, anakamata ziwa la mama, analikata mbele ya watoto wote. Naambia mama, wewe unataka Mungu wako Yesu ama unataka shetani umwabudu? Sitaki shetani. Wanakamata ziwa lingine, wanakata hadharani, wanakata midomo, wanakata masikio, wanakata pua, wanakata hizo nyama zote zoko juu ya macho, wanakata miguu, unabaki wenye maumivu. Kwa nini sasa inaitwa ziki kuu? Kwa ufupi, tusende mbali huko. Inaitwa ziki kuu kwa sababu ziki kuu ni mchangamano wa wingi wa mateso ya Mungu kwa wanadamu, ambayo yatawapata wanadamu yasiyo ambayo mwanadamu hajawahi kuyapata katika ulimwengu. Sijui kama nimeeleza vizuri. Ni wingi wa mateso, wingi wa shida, wingi wa maumivu. Hiyo ndio inaitwa ziki kuu, ambayo itawapata wanadamu. Lakini haya mateso hayajawahi kuwepo tokea mwanzo wa ulimwengu hadi siku hii itakapowadia. Kama itatokea ni njaa, ina maana kutakuwa njaa ambayo haijawahi kutokea katika ulimwengu wote. Sio zile za Ethiopia ambazo ziliua watu. Sio zile za Israeli. Kutakuwa njaa ya namna yake, ambao ulimwengu unapigwa njaa, unasema mtu ananuka njaa. Kama itakuwa ni ziki ya kiu, unapigwa kiu ambao hujawahi kukiona, maumivu ambao hujawahi kuyaona, mateso ambao hujawahi kuyaona wala kusikia. Siku hii utakuwa wapi? Kwa sababu ya kiburi ya mambo ya dunia.
kujiinua kwa sababu Mungu amekupatia makalio makubwa na hata unaanza kumwasi Mungu. Hata kuwepi Mungu amekupatia urefu, unasema uwezo ukasikiliza Mungu. Amekupatia PhD, uwezo ukasikia Mungu. Chochote Mungu amekupatia cha bure, umegeuka sasa umekitumia kuwa ndo bunduki ya kwanza kumtusi na kumdharau Yesu Kristo. Yeye mwenyewe anasema atajili na wewe, ataleta ziki kuu. Hata watakwenda kama vipofu kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, ndio maana watapata ziki kuu, kwa sababu wametenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagwa kama mavumbi na nyama yao kama mavi. Sikiliza maneno. Mstari wa 18. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ili ya ghadhabu ya Bwana. Fedha itaokoa? No. Dhahabu zitaokoa? No. Umaarufu unaokusumbua leo na kumsahau Yesu Kristo leo, double payment unaokusumbua leo na kudharau Yesu Kristo, siku hiyo utasema toka hapa, sikutaki. Mke wa pili unaosumbuka naye na kuzunguka naye kwenye trake, kwenye roli, kwenye basi huko na kule, ukikataa ya kwamba Mungu hatatenda chochote, ndiko sawa tu. Hiyo siku chochote kile unichokipatia nafasi ya kama kukiabudu kama Mungu wako hakitaweza kukuokoa siku hiyo. Urembo hautakuokoa, umaarufu hautakuokoa, pesa. Wakati huu labda Mungu atakuja anakuta wengine wanapiga hesabu hivi, milioni 20, milioni 300, anakuja hapo, wewe unaangalia pesa hizi, unazipiga mateke, unasema Bwana nisamehe, sikujua nimechelewa. Kumbe pesa, dhahabu hazitaweza kamwe kuokoa mwanadamu kuanzia leo na hata milele. Je, utajiri ni vivai? Hapana. Kama Mungu anakiongelea utajiri huo, ina maana ni utajiri ambao umekufanya wewe kumdharau Yesu Kristo. Umetoa mtoto wako kafara, uwe bilionea, upewe ndege 20 na mashetani, uwe na elimu, uwe mbunge, uwe waziri, madaraka yako ya kishetani umepewa nayo kwa kumsujudia mtu yule wa giza wenye macho meusi na mwangaza mwekundu. Unasujudia, naongea na wewe mbunge, naongea na wewe mbudu shetani, ujue kama nawaona katika jina la Kristo. Unamwabudu hicho kiumbe hicho. Wakati huu chochote atakachokuwa amekupatia shetani na anasa zake na lolote unalolifuata la shetani, utakichukia. Katika akili yako utasimama na kitu kimoja, natafuta injili. Nataka nitubu sasa, niokoke, nimeshajua ya kwamba kumbe nilikuwa makosa. Unaona? Nilikuwa makosa kumbe Bwana. Nitafuta injili. Unaweza ukaja hapa kanisani tuangalie Jojo alishakula nziko mbinguni la malaika Bwana. Tunakunywa divai za mbinguni huko. Mikate na chai za mbinguni tunazikula. Tunaenjoy vya kwetu. Wewe unakuja hapo unakuta milango imefungwa. Unaangalia pesa zako kwenye benki unazipiga viteke. Unaendelea huko. Unaangalia dhahabu ulizokuwa unazichunga ndani ya chumba chako, unasema hivi havifai. Mke wangu usinitafute. Kila mtu wakati huu atakuwa ni wakati wa kutafuta wokovu. Wa kutafuta ni nani atakayeweza kunihubiria huyu Yesu Kristo, labda naweza nikaokoka. Ndio maana akasema katika ule wimbo wa wokovu namba 179 inasema hivi: mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huku, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Hiyo siku ni siku ambayo injili la wokovu hautaweza kulisikia kamwe. Sauti za kutabiri, mashuhuda tunayotabiri ambao unayakataa na kuyatusi na kuyatupilia mbali, utaenda kwenye YouTube utayakuta yako pale, lakini hayana wokovu tena, wokovu umenyakuliwa. Utakuta mahubiri yamewekwa kwenye YouTube, unaingia pale, lakini Roho Mtakatifu yako kwenye yale mahubiri tena, milango imefungwa. Siku hii utakuwa wapi?
kwa sababu ya kugeuza rangi ya ngozi yako, ukaingia katika masononeko na mateso kwa sababu ya kuoa mwanaume mwenzako na mwanamke mwenzako. Siku hiyo ukaingia katika mateso kwa sababu ya kulamba mume wako sehemu zake za siri, kwa sababu ya kulamba mke wako sehemu zako za siri. Siku hiyo utakwenda kuzimu. Unajua Wakristo wengi ni walambaji wa wake zao na waume zao. Wakisikia hapo wanaanza kuniataki, wengine hivi wataniataki. Mimi nasema tena, utakwenda kuzimu. Ni makosa na ni machukizo. Haleluya Bwana, haleluya. Sikiliza hiyo siku ambayo Kristo anakuja kuhukumu ulimwengu. Mangapi ambayo utayaona yafaa. Yule mke wa pili ambaye ulikuwa unakupandisha kiburi, utamwambia nenda kwenu, sikutaki na nataka niokoke. Lakini cha ajabu, hutapata wokovu. Chochote unachokuwa unakitegemea hakitakusaidia. Sunday ikifika kama leo, wengine tu wako nyumbani kuangalia PhD yake, anaisafisha, anaangalia picha zake za uni, anazisafisha, anasema masaa 3 anaenda anafanya hivi, anasema je suis ayeme. Hizo vyote havitafanya nini? Havitakuokoa, ni distractions. Ukiona umepata PhD na imekutoa kwa Yesu Kristo, ujue shetani amekupatia hapo okoka. Elimu ni nzuri, lakini sikupeleke kumdharau Yesu Kristo. Sawa Kama vile pesa ni nzuri, lakini zisikupeleke kumdharau Yesu Kristo ukapoteza nafsi yako. Wanawake ni wazuri, lakini mwanamke asikupeleke kufanya nini? Kukosa Yesu Kristo. Ndio maana Mungu anasema kwa sababu ni wazuri ndio waumbia, uchukue mmoja tu, na yule achukue mmoja, na yule achukue mmoja, ili nafsi yako ipate nini? Kuokoka. Au achukua mmoja, watupa huyu, watupa yule, waolewa kule, waoa yule, waolewa kule, waoa. Hiyo siku utasikia ni siku ya kukuonyesha kwamba wewe ulikuwa ndudu na wala si mtu. Bwana Yesu aturumie. Sikiliza ya maneno. Akasema hakuna chochote kitakachoweza kuokoa mwanadamu. Akasema hivyo, bali nchi yote pia itawekwa, nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake. Maana atawakomesha watu wote wakahao katika nchi hii. Naam, ukomo wa kutisha, ukomo wa furaha, ukomo wa kutisha. Kila mwanadamu atachoma moto. Dhahabu na manyumba tunayohangaikia kuyajenga kila wakati yatachomwa moto siku hii. Lakini ijapokuwa nyumba na madhahabu yakichoma moto, wewe utakaa katika moto wa milele ukilia siku zote, masaa yote, siku zote, masaa yote, siku zote. Wale walioko mbinguni, mambo yote yamewekwa, yamebatilizwa, yamewekwa mapya. Yaani hawatakumbuka kuumwa, kufa, kuzikana, chochote kile ambacho tunakiona leo. Waliokuwa watakaoingia mbinguni kwa Yesu Kristo hawatakumbuka. Mambo yao yatakuwa yamebatilishwa, akili yao hawatakumbuka kama waliwahi kupata mateso. Unaona Lakini walioko kuzimu watakuwa na kumbukumbu ya kosa lao. Kule mambo hayajawekwa mapya kule. Utakuwa ndani ya moto ukikumbuka ya kwamba niko naishi katika hii ziwa la moto kwa sababu ya utoaji wa mimba mtoto wangu niliyomuua. Utajitusi na kujilaani milele yote, lakini hakutapata msaada. Utakuwa ndani ya moto, lakini ukijua uko ndani ya moto kwa sababu ya kucha fake uliweka katika moyo wako, utalia na kutubu, utaweza kupata msaada. Utakuwa ndani ya moto, unajua nimekuwa hapa kwa sababu ya kinywele fake iliyokwenda kukinunua, kuvaa suruali kwa mwanamke, kuvimbisha makalio, kuvimbisha mapaja, kuvimbisha midomo na kuweka plastic surgery kwenye maziwa yako. Utakuwa unakumbuka yote, afu unajua na bei nilinunua haya yote kwa $20, kwa $200, ambaye yamenigharimu mimi kuingia katika moto huo. Siku hii utakuwa wapi? Nyimbo zitakauka, fujo ya ndege utasikia katika ule ziwa. Hautasikia sauti ya gari unajivunia, hautasikia sauti ya ndege eti tutasafiri. Appointment ya utakuwa nayo inakusumbua ya kwamba siwezi kwenda kanisani, niko na appointment. Katika ziwa la moto utapanga appointment, kila kitu kimekoma. Umebaki katika mtu wa maumivu na maombolezo na masikitiko. Hiyo ndiyo siku ya Bwana itakaofanya waliodharauliwa kuwa wakuu na wakuu kuteketea kwa moto. Haleluya Bwana. Wale wanaochekwa kwa sababu ya siku kwa sababu ya kazi ya Mungu watafurahi milele yote.
wataimba na kusifu, na wale wanaojiinua na kusifiwa na ulimwengu watateketea kwa moto, kukaa katika chini ya uongozi wa mashetani ndani ya lile ziwa la moto. Kumbuka kuokoa nafsi yako. Nafsi ndo iko very important kwa kila kitu ambacho unachokipata katika maisha. Nafsi yako ndio inashinda bilioni ya pesa. Nafsi yako ndio inashinda milioni, inashinda makalio yako makubwa, inashinda mapaja yako, inashinda mwili wako unaojiunganisha nao. Mwili ulishambiliwa ya kwamba umavumbi, wewe na mavumbi utarudi. Hatuna haja ya kuangaikia kitu ambacho kilishalaaniwa. Hakina chance ya pili ya kuishi. Lakini nafsi imepewa chance ya pili ya kuishi. Ndio maana Kristo amekuja msalabani akasema, nimepatia wanadamu neema tena wapate kupata chance ya kuishi. Lakini wajisahau katika mambo ya dunia, wabaki katika gano la zamani. Bado juu iko kwamba Yesu Kristo ameleta neema, ya kwamba neema hii imeletwa ili upate kusema, Bwana nimegeuka. Sasa badala yake, kwa sababu umekuwa nyonge na dhaifu wa kumtafuta Yesu Kristo, leo siku ya hukumu utaanza kuzani ndio siku ya neema unaanza kutubu. No, leo ndio kutubu. Siku ataka hukumu cha Yesu Kristo, kutubu kumekwisha, ni kuhukumu. Mungu wetu ni wa majira Bwana. Mungu wetu ni wa nini? Ni wa majira, ni nyakati. Kama amesema nyakati nitakuja kuzaliwa, alikuja na kazaliwa nyakati ule umepita. Akasema nimeacha neema kwa kanisa langu ili wapate kujiandaa siku nitakapokuja niwachukue wote. Wewe wakati wa neema jivinjari na kufanya mambo machafu, atakapokuja kukuhukumu unaanza kutafuta neema iko wapi? Atakwambia imeshapita. Too late. Ndio wapo utasema elimu yangu iliniweka kuwa njinga. Kumbe ni kweli ni njinga. Elimu yote inakupeleka mbali na Yesu Kristo ni ujinga, upumbavu na ujinga na lote lisilofaa. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo anaanza kutupatia ushauri Mungu wetu. Mathayo sura 6 mstari wake wa 33. Mathayo sura 6:33 anatuambia mambo mazuri hivi, anasema hivi: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo yote mtazidishiwa. Sasa tufanye nini ili tupate kuepukana na hiyo siku ya Yesu ya Bwana? Maana ni siku yenye kubeba ghadhabu, ni siku yenye kubeba mateso, ni siku yenye kubeba vilio, ni siku yenye kubeba uchungu, ni siku yenye kubeba masononeko. Tufanye nini sisi tuliopewa siku hii ya leo kama siku yetu? Tutafute kwanza nini? Ufalme wa Mungu, kuliko kuhangaikia yote ambayo mataifa yanahangaikia. Wawe na majumba 3, 4, 7 wakasi Yesu Kristo. Wawe wa milionea wajulikane ulimwenguni wakasi Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema hizo ni nyongezo. Mwenye akili na mwenye kujitambua na mwenye elimu atafute kwanza ufalme wa Mungu. Mungu atakuongezea yote. Kama Mungu atatuongezea yote, ina maana Mungu anazijua hitaji zetu zote. Si ndio hivyo? Ndio maana akasema, sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote nina. Sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote nina. O maua yote yanayavika, na ndege wote wa anga wanapokea chakula chao pasipo shamba naga. Hiyo na nyingine si, na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Anajua masumbuko na manunguniko na masononeko tulio nayo Yesu Kristo. Anatambua ya kwamba tunahitaji kuvaa, anatambua tunahitaji chakula, tunahitaji kulipa renti, lakini akasema, mwanangu, nitafute kwanza, upate uzima wa milele kwanza, upate kuokoka kwanza, na hayo mengine utapata baadaye. Badala yake wanadamu wamegeukia kutafuta nyongezo. Ndio maana wa riziki
wanatafuta nyongezo tu, nyongeze hapa, nyongeze hapa, nyongeze hapa. Anayeuzisha naye anakuambia chagua fungo, chagua. Huwezi kutafuta nyongezo na wewe una fungo. Nenda sokoni kutafuta kununua ndagaa, watakwambia chagua fungo nitakuongeza. Karibu mteja, chagua fungo, fungo gani nikuongeze? Ukichagua fungo, yule muuzaji anapeleka ndagaa 5 pale, anasema nimekuongeza mteja, uje tena, kwa sababu umechagua fungo. Fungo letu tulilopewa katika maisha ni Yesu Kristo peke yake, ndio tupate mengine ya baadaye. Usipopokea leo, anasema naenda kuandaa makao ili pale nilipo nanyi ni mwepo. Ikiwa na maana ni kama nikikosa nyumba katika ulimwengu huu, ninatarajia kuipokea kwa Baba yangu. Kwa maana hiyo nitakaipokea kwa Baba yangu wa milele, nitakaa humo milele na milele, nikifurahia utukufu wa Mungu wangu, nikifurahia ni uwepo na mwangaza na milima ya mbinguni. Haleluya. Nisipokuwa na gari nayoitaka leo, nitakambatia kwanza Yesu Kristo. Wakati huo labda nakuja kunikamata, lakini naangalia hivi, naangalia nyuma wakati ananipeleka na malaika. Naambia malaika, simameni kwa hapo angani kwanza, acha kwanza niangalie nyuma nilipotoka. Alafu nasema nataka niangalie dunia yenye ziki, dunia yenye masononeko, dunia yenye taabu, dunia yenye hasira, dunia yenye malaya, dunia yenye giza yanayotumikia shetani. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Haleluya Bwana. Nitashinda dunia. Haleluya, 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 haleluya. Pema ni siku hiyo ambayo Kristo atakuja kutukua walio wake. Watafurahi Bwana. Hakuna ambaye atafurahi kufika mahali hapo. Kila mtu atafurahi mahali hapo. Atasema Bwana, nimeshinda. Sikiliza haya maneno. Utakapoingia mbinguni, Bwana Yesu atakupatia atakukumbatia kwa upendo. Na vile mimi ninavyotaka kuishi katika nyumba nzuri, tamwambia Bwana, asante kwa uzima wa milele ulionipatia. Lakini nyumba yangu iko wapi? Maana umesema unakuja kutuandalia makao. Eneo yangu ya kukaa iko wapi? Napelekwa na building nzuri ya dhahabu tupu, ya dunia yasikukamate. Kuna mji ambao umejaa furaha, unaosubiri kila mtu kuingia humo. Unasubiri waliokuwa matajiri wageuke waingie katika mji huo. Unasubiri walemavu wageuke waingie katika mji huo. Unasubiri waliosoma na wasiosoma wapate kugeuka waingie katika mji huo. Kwa maana kufa kwa Yesu Kristo, amekufa kwa sababu ya njane, amekufa kwa sababu ya yatima, amekufa kwa sababu ya lemavu, amekufa kwa sababu ya aliyesoma, amekufa kwa sababu ya asiyesoma, amekufa kwa Jeta na Israeli, amekufa kwa kila mtu apate wokovu na uzima milele, apate kuingia katika eneo hiyo. Lakini cha ajabu na sikitiko, watu wamegeukia nyongeza kutafuta mambo ya dunia na wala wariziki. Ndio maana kila wakati asubuhi, Monday to Sunday, kutafuta pesa, bado mtu ni yule mwenye kuwa na hasira kutafuta pesa. Huwezi kurizika kwa sababu umekosa fungo. Fungo ni Yesu Kristo katika maisha. Umchague huyo, umwamini mtakatifu Yesu Kristo, matendo makubwa. Hakika ndani yako anatuliza, anakata tamaa ya ulimwengu, anakutuliza vizuri. Utakapokuwa uko nacho utafurahi, usipokuwa nacho utaona ni kawaida, kwa maana mtakatifu yu ndani yako. Siku hiyo, sikiliza wimbo umesema, utaingia, utaimba kwa shangwe, utasema ni siku nzuri, siku njema ambayo Bwana amekufanyia. Hakutakuwa kulia. Tafuta ufalme huo. Hapa ndipo mahali ambapo kanisa tunahitaji kuambiana. Hapa katika ufalme wa Mungu kutafuta na haki yake. Hata tusipokuwa matajiri, tusipokuwa wasomi, tusipokuwa maarufu, tusipokuwa watu wengi, lakini kama mimi peke yangu nikiingia, wewe peke yako kiingia, yule peke yake akiingia, malaika wanasema amena kwa Yesu Kristo. Kupata wokovu wa mtu mmoja huweza kuingia mbinguni. Mungu ni mwaminifu. Mungu tunayemwabudu ni mwaminifu. Hata acha wakwake waangamie, hata acha wakwake walie. Haleluya Bwana. Akasema katika Mathayo 16. Angalia hapa. Mathayo 16 tuanze mstari wa 22 hadi 24 hadi 27.
anasema hivi: wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiona nafsi yake ataipoteza. Haleluya Bwana. Na mtu atakaye ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Itakuwa nini? Itafanya nini? Mstari wa 27, kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amen. Sikiliza haya maneno. Mtu akitaka kutembea na Yesu Kristo anahitaji kujikana, yani kujikata katika ulimwengu. Na kubeba msalaba ni kukubali kutukanwa, kudharauliwa, kuziyakiwa kwa sababu ya Yesu Kristo. Kumfuata Yesu Kristo ni kuifuata neno lake takatifu na kuishi neno, ndio kumfuata Yesu Kristo. Kwa sababu akatuambia mtu sasa atakayeweza kuiokoa nafsi yake ataiangamiza. Unaweza kuiokoa nafsi yako unaweza ukataka kuokoa nafsi yako peke yako kwa kurudi nyuma. Huko katika kanisa ili watu wanaanza kukucheka kwa sababu kitambaa kanzo hivi. Anasema zamani sikuwa hivi. Wakati nilipookoka sikuwa naona haya. Wakati nilipookoka nilikuwa niko na afya. Wakati nisijaokoka nilikuwa niko na afya, sijaokoka nilikuwa natembea sawa, watu walikuwa na mimi. Nilipookoka watu wakanikataa, nikawa peke yangu, magonjwa yananisumbua. Acha nirudi. Unarudi kule uliko ili uwe salama. Usiumwe, usichekwe, usidharauliwe. Unaiokoa nafsi yako mwenyewe mama. Lakini ujue kwa Yesu Kristo unafanya nini? Unaipoteza. Lakini ulipookoka ukasema mimi municheke, munidharau, ulimwengu unasema umepotea, ulimwengu unasema yule si wa Mungu na wewe ni wa Mungu. Unaipoteza nafsi kwa ulimwengu kwa ajili ya nini? Ya Yesu Kristo. Na kwa sababu ya hiyo umeiokoa nafsi yako, kwa maana hakuna atakayepotea kwa Yesu Kristo. Swali akauliza, mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hiyo statement hapo inaonyesha nafsi ya mtu ndo iko na umuhimu wa maisha. Kama tunataka tuishi kwa ajili ya kuokoa nafsi yetu na si kwa ajili ya kufurahisha tumbo kila wakati. Tumbo kushiba, unashiba leo, kesho unazitupa ndani ya choo. Unashiba leo tena na kesho ndani ya choo, na ukifa tumbo linapasuka, linanuka, unaoza. Ndio unaloangaikia kila siku. Nafsi ina umuhimu wake. Na kuna chochote ambacho Mungu alimpa mwanadamu cha thamani kushinda nafsi yake alionayo. Kachonjo na nafsi yako, kwa sababu nafsi yako ni moja tu, na nafsi yako tena ndo wewe. Ukipoteza nafsi yako ina maana wewe wapotea. Siku atakapokuja Yesu Kristo, atakuja kila na kitabu cha mshahara. Majina yanaandikwa katika kitabu, na kila mtu na mshahara wake wa kazi aliyokuwa anaitenda kwa nafsi yake. Atalipa kila mtu siku hiyo. Na wale wakupokea mabaya katika adhabu ya kwenda kuzimu, wale wakupokea mazuri katika adhabu ya kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Tunafika mwisho wa somo letu. Acha tumuombe Bwana.